Hawa ni wanachama wa kikundi kwa jina la People Like Us, wengi wakiwa ni wazee, wajane na mayatima ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakipigania haki ya ardhi yao, ambapo katika harakati hizo wengine wao waliweza kuumia na wengine hata kufariki. Baada ya kipindi kirefu cha kulilia serikali, hatimaye kilio chao kimesikika na gavana wa gatuzi la Isiolo Abdi Guyo, ambaye serikali yake imeandika barua ya kutaka wao kupatiwa hati miliki ya ardhi yao, ambapo serikali ya gavana Guyo itasimamia shughuli hiyo ambayo itagharimu zaidi ya shilingi milioni 1. Hapa wakipata barua hiyo kwenye shughuli iliyoongozwa naye Hassan Okicha Duba, ambaye anasimamia uratibu wa masuala ya usalama kati ya ofisi ya gavana na ofisi ya kamishna wa kaunti. Hii group ya People Like Us walianzisha 1997 na wako na memba watu 100. Since then hii watu kuanzia gavana ya hapa awali, gavana ya pili mpaka gavana ya 3 ndo walisaidika juu ya shida ambayo kwamba hawa wako naye. Na hiyo shida ni nini? Ni mambo ya ardhi. Basi turu serikali His Excellency Governor Guyo wamesaidika, ambaye kwamba Dadeboru County Secretary na Head of the Public Service wakaandikia hii barua mpaka wakapatika sasa kupata title deed kutoka ofisi ya ile inahusika. Kwa hivyo nami nikiwa kama ofisi na nikiwa mmoja hapo nimefurahia kwa kazi ambayo kwamba imefanywa na ofisi ya county government. Hayo yote unajua, kuzungumza si huja, lakini vitendo ndio huja, ambayo kwamba leo gavana wetu alifurahisha hii People Like Us kwa vitendo. Kwa hivyo zaidi nami vile vile ninasema hii watu wetu, watu 100 People Like Us, wananchi ama watu ama viongozi wanataka watu sio mtu. Kwa hivyo watu 100 hii walifaidika juu ya mambo ya ardhi. Tafadhali wakati siku ya kura zikifika, muhakikishe ya kwamba hiyo watu 200 times 10 ikiwa watu karibu 2,000-3,000. Hayo ni kuanda reward ya gavana yetu na serikali yake. Kwa ajili mengi mmepitia, lakini hamuja saidika. Lakini kwa hayo machache mimi nasema shukrani kwa gavana wetu. Ya misho ambayo kwamba namalizia kwa kusema nyinyi naye People Like Us mpendane nyote, kwa maana hii group ninasikia kwamba iko na Turkana, iko na Wasomali, Waborana, Kikuyu na Masakuye, wale wote wako hapa ndani. Kwa hivyo sisi tukiwa tunashughulika na upande wa usalama, usalama ni kielelezo ya kila kitu. Kwa hivyo mpendane, mshikamane ili muendeshe gurudumu ya maendeleo ya kaunti ya Isiolo. Wanachama wakiongozwa na viongozi wa Hussein Mohamed na Halima Osman wameshukuru serikali ya gatuzi hili kwa kusikia kilio chao. Chairman People Like Us Hussein Mohamed, hii karatasi ndaiona hapa, karatasi yenye dhamana sana, inastahili kuandikwa na wino wa dhahabu. Tuliteseka kutoka 2012 hadi leo, wakati hii karatasi imetufikia kutoka His Excellency Governor Abdi Ibrahim Guyo. Mungu amjalie umri mrefu. Hawa mama wameteseka, lakini hatimaye haki yao imepatikana kupitia gavana wetu. Tumeshukuru sana, tunarudisha shukrani. We experience a lot of gratitude to His Excellency for his support for widows. Hayo tunajua kwake kutoka zamani, yeye anakuwa baba ya maskini na wajane na wanyonge. Fikiri yangu ni hayo tu, na tunasema iwapo hata muda ikija
japokuwa sisi kama organization hatutakani tuhusike na siasa, lakini tunajitoa muhanga kusema 2 term. Na hata president wake 2 term. Kwa vile ile shimo yanaingia, tunaingia pamoja. Tunasema 2 term. Thank you. Kwa majina mimi naitwa Halima Osman Milgo. Sasa mimi ni chair lady ya hii group, na hii group alhamdulillah Kayole ametupatia na ametutolea ile pesa ilikuwa inatakikana. Sasa sisi ni kujenga pale. Kuna wengine wajane hapa hawana hata kitu ya kujenga naye. Kuna wengine wamekufa, wamewacha watoto wao wako 12 na hao wanataka kujengewa. Hata tulikuwa tunaomba kama tunaweza ombewa mahali yoyote tu hao mama wajengewe. Wengi wao hapa ni wajane. Wengine wanauza miraa, wengine wanauza hata mtumba hii, wengine wanauza matunda. Ukienda kwa gari ya Moyale hapo ile usiku, wote hao mama nusu wako pale. Wote wanauza hapo, hawana chochote. Hata tukiitisha pesa itolewe hii hawana. Hata wakati mwingine hata tunapitia tu hivyo tunatoa wenyewe, wale wako naye ndio wanatoa, wale hawana watoi. Sasa tunaomba governor, asante sana na Mungu akubariki, lakini angalia wa mama wajane, kuna wengine hawana chochote. Hata tukienda kujenga pale, sijui atajenga matope, sijui waweke mamiti. Sasa tulikuwa tunataka hata kama ni 5, 6, 7, 10 wasaidiwe na wajengewe. Asante sana governor. 2 term. 10 bila kupingwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi leo tunashukuru, tunamuomba Allah kwa hii grupu yetu. Leo tumekutana wachange wa mama leo, kama tumefanikiwa na serikali ya Guyo imetutambua. Abdi Ibrahim Guyo tunamshukuru, tunasema asante sana. Kama ni mengi tumeongea, kuna wenzangu wataongea. Mimi leo ni kushukuru ni serikali na ninamshukuru gavana wangu Abdi Ibrahim Guyo. Tuko na yeye, ametusaidia, ametusimamia kama wamama yatima, kama wamama hawajiwezi. Na hii group leo mnaona, na group hii leo unaona ni group tuko wa Somali, wa Borana, wa Turkana, wa Kikuyu. Hakuna kabila, jamii ya Isiolo yote tuko ndani. Na leo tukiwa manager yetu Hussein leo na chief yetu ako hapa, leo ni furaha tele. Na sisi tunasema Abdi Ibrahim 2 term. Abdi Ibrahim 2 term. Gavana wetu 2 term. Ruto 2 term. Tunasema asanti. Leo sina la kuongea, yangu ni furaha tele. Asantini. Mi kwa majina naitwa Beatrice Jerry Wawero. Ni wa hichi chama People Like Us. Tunashukuru sana siku hii ya leo. Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha, kutupea uhai, uzima wa mwili, na pole sana kwa wenzetu wenye walienda. Sisi ni wajane, most of us. Sisi tumeng'ang'ana miaka hiyo yote, majira mengi, hata kwa chairman wetu huyu na wengineo wameumia sana, lakini yote ni uvumilivu tu. Siku hii ya leo ni furaha kuu. Tunafurahi hata sijui tutalala wapi. Hata usingizi huwezi patikana. Kwa sababu ya furaha. Kwanza kumshukuru gavana wetu pia ni yale ametutendea. Kwa sababu ameona sisi most of us sisi ni wanyonge. Hatuna hizo senti zenye zilikuwa zinapatikana. Na wale wenye wametudhulumu na wakatufanyia haya yote, lakini kwa Mwenyezi Mungu tunaambiwa samee mara 7 mara 70. Kwa hivyo sisi tumewasamee, hatuna ubaya wowote na wao. Mungu tu awajalie. Sisi tunasema kwa president wetu 2 terms. Gavana pia niko na furaha sana kuona nyinyi mmesaidika, na langu ni kusema kwamba hiyo message ambayo mmesema itaweza kufika vizuri. Wale ambao mliweza kualika tutafikisha ile message vile mmesema. Tuko na furaha sana kwa sababu nyinyi mmesaidika, na pia vile mmesema message itafika kwa governor, kwa sababu nyinyi ni ndio face ya Isiolo, mnatoka mahali mbalimbali hapa Isiolo, muweze kushikamana, kwa sababu tunasema kwamba umoja ni nini? Nguvu, si ndivyo? Umoja ni nini? Nguvu. Umoja ni nguvu, utengamano ni udhaifu. Tushikamane vile mlisema,
tuweze kusimama na kama jamii moja pamoja, ile ardhi inaweza kwamba iwasaidie kiuchumi, kimaendeleo, iweze kusaidia. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.